tushafuturu, tunaendelea na safari yetu, tushafuturu يوم Arafa, tushamaliza ibada ya sisi kufunga. Kuna khata ambao watu wengi wanaingilia nayo, ni hadithi ya kwanza ambayo tumeichukua, hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, hadithi ambayo katika Musnad ya Imam Ahmad, kwamba hamna siku ambazo zina utukufu zaidi wala zinapendeza watu kutenda ndani yake zaidi kuliko hizi siku 10 za Dhulhijja. Siku 10 hazijaisha, ni siku 9 peke yake ambazo watu wametenda, na watu wametenda hii ibada ya somo katika siku ya 9. Subhanallah, ikifika Lailatul Eid ya hii siku ya 10, usiku ambao watu wanapombukiwa na Eid, watu wanaitekeleza usiku hii, ya imma ni katika kusikiza aghani, ya imma ni katika kuangalia musalsalat, ya imma ni kwenda katika asuq, kwenda kutafutana wavulana na wasichana kufanya maasi na fawahish, ya imma watu kwenda kunyoa namna ambazo haipendezi, watu kununua libasa ambazo hazipendezi, ilhali ni siku ambazo ni tukufu zaidi kwa Allah. Bado hazijaisha, bado nafasi ya ibada, bado hadithi Aisha kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba bora katika masiku Allah ni siku ya Arafa na Nahri, siku ya Eid. Bado haijaisha, watu wanapaswa kufanya ibada, nayo watu wanafaa kuitekeleza, ya imma ni qiyamul layl, watu kuamka usiku na kuswali, ya imma ni katika kusoma Qur'an, ya imma watu kuendelea na takbirat al-mutlaqa, watu kuleta takbirat, ima wawe njiani, ima watu wawe ofisini, ya ima watu wanajitayarisha kwa sala ya Eid, wanajitayarisha kufanya vitu ambavyo vinampendeza Allah azza wa jalla min al-ibadat wa ta'at. Tushamkia يوم العيد. Pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba mtu anapaswa kuoga, يوم العيد, na katika kuvaa mavazi bora zaidi, na bora katika mavazi lirijal ambazo watu wanafaa kuvaa ni nguo ambazo ni nyeupe. Anatuambia Abu Huraira radhiyallahu anhu kwa hadithi ambayo amepokea kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba ilbasul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kafinu fiha mautakum, vaeni mavazi ambayo ni nyeupe, kwa hakika ni bora katika mavazi zenu, na mafaa kuwafini wafu zenu kwa kafana. Naam, kwa hivyo yapaswa kwa rijal kiwa nguo za kuvaa wachague nguo ambazo ni nyeupe, wazitumie يوم العيد. Tukimalizia hadithi mbili, ya kwanza ni hadithi ya Bara ibn Azib radhiyallahu anhu arda, anatueleza kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema au ma nabda'u yawmun hadha, kitu cha kwanza ambayo watu wanaanza nayo siku ya Eid, yani baada salat al-Eid, watu waswali Eid, watu wamehudhuria msalli al-Eid as-salah. Anasema jambo la kwanza watu wanafaa kuhudhuria katika siku kama hii, siku ya Eid, ni as-salah, watu kusali. Amemsikia Bara ibn Azib Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema maneno haya baada as-salah kwa khutba. Amesikia Bara ibn Azib Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema haya maneno katika khutba, na hiyo khutba ni baada as-salah. Fa fi hadha al-hadith yaonesha kwamba kuna umur, kwamba jambo la kwanza watu wanafaa kufanya siku ya Eid ni kuswali, na baada ya kuswali kuna khutba. Na maneno haya ambayo anatunukulia al-Bara ibn Azib ni kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameyasema maneno haya katika khutba baada salat al-Eid, na khutba ya salat al-Eid al-arjah ni khutba moja walaysa khutbatain. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaleta wadhi, akawaeleza watu, akiendelea katika hadithi thumma linanhar, kisha baada yeye ashaswali, watu washaswali, baada hapo wanaelekea katika ibada ya kuchinja, kuonesha kwamba sunna ama jambo au ibada ambalo linatekelezwa baada ya kuswali katika hii Eid al-Adha ni watu kuelekea kuchinja. Na ilikuwa ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba haoni chochote hii siku ya Adha
ila kwa jambo ambalo yeye amelichinja, kuonesha mubadara. Watu wanapaswa wao kuchinja kwa upesi, khutba ikiwa italetwa, khutba ikiwa ni fupi, ili watu waende wakatekeleze ibada hii. Watu hawajakula, watu bado wako na njaa, waende wachinje na wale katika nyama ambao wao wametoka kuchinja. Hii ndio sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ya mwisho ni hadithi ya Atiya radhiyallahu anha wa ardaha, hadithi ambayo katika sahihain, sahih al-Bukhari bidhat, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwaamrisha watu ila nyumbani, hata al-huyadh wa dhat al-khudur, hata wale ambao wako wasichana, vijana ambao wako katika haidh, wako katika siku zao, walikuwa naamrishwa watoke nyumbani. Wale ambao bado ni wanawali hawajaolewa bado, watoke waende wakahudhurie musalla almuslimin, wakahudhurie pale ambapo watu wanaswali salatul Eid, na wahudhurie dua ambayo itaombwa يوم العيد, kuonesha kwamba kuna fadhila katika watu kuhudhuria dua ya jamaa, watu kuhudhuria jamaatul muslimin katika siku kama hii. Ama akiendelea Atiya akisema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwaamrisha faliyatazilna alhuyadh almusallahun, wa kaembali wale ambao wako na haidh, wakaembali na wao kuketi katika musalla. Lakini vile vile dua wahudhurie, khutba ambayo italetwa baada يوم العيد ni watu wahudhurie waisikize, wakadhalika an-nisaa was-sibyan.